na sehemu iliyopinda katika ubavu iko juu ya ubavu. Fa in dhahabta tuqayimu, ukitaka kuunyosha ule ubavu uliopinda wewe kama rula, kasarta, utauvunja ule ubavu, sababu asili yake unatakiwa upinde ndio ufanye kazi yake. Wa in taraktahu lam yazal a'waj, lakini ukiuacha ule ubavu usiunyoshe utaendelea kuwa umepinda. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameshabihisha saikolojia ya mwanamke, fikra, akili, mitazamo na maumbile ya mwanamke ni sawasawa na ubavu uliopinda. Kupinda kwa ubavu ndio upatikana kwa uhai wa mwili wa mwanadamu. Hali kadhalika kupinda kwa mwanamke tunapokuona sisi katika tabia zake ndio ukamilifu wa mwanamke mwenyewe. Ukijaribu kumpindisha mwanamke afikirie kama unavyofikiria wewe, aone kama unavyoona wewe, atazame kama unavyotazama wewe, unataka kuunyoosha ubavu, maana unataka kumfanya mwanamke mwanamme. Sema walaisa dhakaru al-untha, mwanamme si kama mwanamke. Mwanamme ana ubora wake na mwanamke ana ubora wake, na wote wanatofautiana katika ubora. Huyu ana ubora sehemu hii na huyu ana ubora sehemu hii, wanashindana katika hali, isipokuwa mwanamme amepewa fadhila ya kuwa ni kiongozi. Hii ni hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa mwanamke anatofautiana sana na mwanamme. Na hata wale wanaodai haki 50-50, mwanamke mfumo dume na nini, wameshindwa kupambana na aya hii. Ukamilifu wa mwanamke upo jinsi alivyo.